Lakini ndugu zangu, viongozi wa dini pamoja na viongozi wa chama na serikali, cha msingi ni sisi kupendana. Lakini upendo huu unakuja vipi? Ni sisi viongozi ambapo tutaona uongozi wetu ni kwa ajili ya kuwajali hawa wananchi ambao wamekusanyika hapa. Nafahamu Masumbwe inayo watu wengi sana. Waislamu walioko Masumbwe mimi nawajua ni wengi sana. Kwenye iftari itakayofuata ya mwaka ujao, tutakuomba fanya maandalizi makubwa. Mimi kama mheshimiwa mbunge wa miaka 5 naahidi nitawasaidia kwenye maandalizi yenu. Niombeni. Lakini ndugu zangu Waislamu, kuna jambo limezungumzwa hapa na mheshimiwa DC, jambo linalohusu chanjo za watoto wetu, na mimi naomba niongezee kidogo. Na kwa sababu serikali imeamua kuleta chanjo hii, na mimi kwa sababu ni mheshimiwa mbunge, nina ziara yangu nitakayoianza mwezi ujao tarehe 1. Ni kuahidi mheshimiwa DC, jambo hili nitakuwa nalizungumza kila wakati. Nakuja kuanza ziara ya kuwatembelea wananchi wangu wa jimbo la Mbogwe. Nitatembea kata zote 17, na kwa sababu maelekezo yako ni maelekezo ya serikali, na mimi nitahakikisha nalisimamia jambo hili kuhakikisha watoto wanapelekwa chanjo. Tuondoe ile dhana ya kwamba mtoto kumpeleka chanjo, akichanjwa basi anaondoka duniani. Nipende kukushukuru wewe shehe wetu wa wilaya, kwanza kwa kunipa mwaliko. Ni kweli umeniheshimisha sana, na mimi kama mheshimiwa mbunge, watu walitamani sana kuniona kwamba mbunge ni wa namna gani, lakini mimi niwaondoe shaka kwamba mbunge ni wa watu wote, mbunge ni wa kata zote 17, mbunge ni wa wananchi wote 362, lakini mbunge ni wa vijiji vyote 87 na vitongoji vyake 335. Kwa hiyo mimi niendelee kuahidi tuko pamoja na nyinyi ndugu zangu Waislamu, sitawaacha na sitawaangusha. Yapo ambayo shehe wangu wa wilaya umeniomba niawezeshe kwako. Tunafahamu unao ujenzi wa nasari, ambapo ujenzi huu wa nasari unayo shilingi milioni 1 kashi, lakini pia unacho kiwanja na tiripu 4 za mawe. Ni kuahidi, andika barua, peleka kwa katibu wangu wa mbunge ndugu yangu Alexi, namna ambavyo unahitaji tukusaidie nini, na mimi niko tayari kukushika mkono. Kwa nafasi yangu niliyokuwa nayo ni kubwa sana, hatuwezi kushindwa kujenga hii nasari ambayo unatamani wewe. Na kwa sababu kwanza nasari hii itatusaidia vijana wetu, nimshukuru sana shehe kwa kutupa nafasi hii kwa ajili ya kuadhimisha sherehe ya Idi kwenye kata yetu, na asichoke, aendelee kutupa nafasi hii, na tutaonyesha ushirikiano wa dhati sisi kama viongozi. Kwa sababu tunasema serikali haina dini, lakini wananchi wana dini, na sisi kama serikali tunatambua dini zote. Kwa hiyo tutaonyesha ushirikiano wa pamoja kuhakikisha tunalijenga taifa letu, lakini tuhakikishe kwamba tunakwenda kusimamia maadili mema ya jamii tunayoiongoza, lakini maadili mema ya taifa letu, kuhakikisha hao vijana sasa waende kunemeka na rasilimali ambazo taifa imeliandaa. Malezi yanaanza na wewe nyumbani, halafu ndio anakuja kwenye taifa. Wito wangu kwa viongozi wa dini sana, nyinyi ni walimu wazuri, nyinyi ni madaktari wazuri, nyinyi ni madereva wazuri, nyinyi ni watu ambao mkisimama, nataka nikwambie, kiongozi mwingine wa serikali anaweza akasimama asisikike, lakini nyinyi mkisimama watu wanasikia vizuri sana. Tuombe tushirikiane kwa pamoja, tukemee haya mambo, tukikemee tabia mbaya, wote tuongee jambo jema ambalo lipo kwa mustakabali wa taifa letu. Hatuna taifa lingine. Tukiacha hili taifa, watoto wetu wa kiume hawana maamuzi, nani atakwenda kututetea mbele? Nani atatoka mbele kwenda kutetea taifa? Swala la watoto tusikubali tukaona mtoto anazurura tu. Tusikubali kabisa. Tutaulizwa katika Kiyama, kwa nini hatujasimamia watoto hao wakasoma? Na yeye mtoto akiuliza kama mimi babangu hakunisimamia, nilikuwa sina akili timamu. Wewe baba utasema nini? Mama utasema nini?
Lakini bora usimamie alafu mtoto aende kinyume, wewe utasema mimi nilimwelekeza lakini mtoto yeye alikwenda hivi. Kila mmoja atakula kipande chake ukishafika huko. Hukumu zipo. Mheshimiwa Mbunge, nikushukuru sana kwa hotuba yako nzuri sana. Lakini Mheshimiwa Mbunge, mimi naomba niwaombee Waislamu. Unajua kupata wewe kama mbunge, najua kwa Waislamu watakuwa wamepata jambo kubwa sana kwa Mungu. Moja, nataka nikukumbushe kwamba sisi Waislamu tuna Idi mbili. Kwa hiyo ile swala unaofikiri kwamba utalifanya mwakani, utalifanya kwenye Idi kubwa. Kwa hiyo ujue kwamba kwenye Idi kubwa kwa jukumu la kuhakikisha sisi kama viongozi tunasimama na Waislamu hao ili kuleta sura na taswira ya sherehe yenyewe ya Kiislamu. Kwa hiyo naomba kina mama, kwa sababu mimi ni mwanamke wa Kiislamu, nitakuwa ndani ya kamati ya usafi. Kwa hiyo kwa sababu Mheshimiwa Mbunge amekuja rais na amesema hatakwenda kusaidia kwa 100%. Mheshimiwa Mbunge, mimi nitakujulisha mapema inapofika hili hiyo kubwa, tutakuomba wewe uwe ndio mshiriki mkubwa kwenye hilo zoezi. Tunakushukuru sana kwa ushirikiano wako mkubwa. Lakini jambo la pili Mheshimiwa, na kujua wewe ni mtu bingwa na ni mtu ambaye unajua kupambana. Hawa Waislamu ndugu zangu hawajakwenda hata kuiji hawa. Tunaomba basi hata mwakani wapeleke hata watano tu Mheshimiwa. Unajua pale kule kuna nafasi, nenda ukapambane, wakija na sisi Mbogo tunataka watu watano walio. Basi kama hata kwa watano na wote ongeza mmoja utamhudumia hata sherehe wetu mmoja pale aenda kaidi. Tukitoka hapo na sisi tutamchukua